Naam. Tunaendelea na masomo yetu ya utafiti na tiba asilia, lishe na virutubisho na mimea tiba, na leo tuko katika somo letu jingine la upungufu wa nguvu za kiume, tatizo sugu na lenye kushamili na kuchipua kila kukicha. Nusu ya dunia zaidi yake, maana takwimu nasema ni 60%, zaidi ya nusu ya dunia ni wahanga wa janga hili kwa upande wa wanaume. Na mimi mzungumzaji ni Profesa Kashaga, niko na Natural Bidoa, mtaalamu mahususi kwenye masuala ya upungufu wa nguvu za kiume, yani mfumo wa uzazi. Kwa hiyo tutakwenda kufahamu nini maana upungufu wa nguvu za kiume na dalili zipi zinaonyesha mtu ajitambue na upungufu wa nguvu za kiume. Lakini je, tatizo hili linasababishwa na nini? Na nini tiba yake ya kudumu daima dama? Naam, karibu. Shukrani sana Profesa Kashaga. Shukrani sana. Mada mezani ni upungufu wa nguvu za kiume. Kama walivyotangulia kusema kwamba hili ni janga la taifa, la dunia. Hili ni janga la dunia. Lakini kabla kwanza sijasema nini maana ya upungufu wa nguvu za kiume, nataka nikuulize swali. Mimi hapa au anakusikiliza? Wote. Naam. Unafahamu kuwa unaweza kupona kabisa tatizo hili bila hata kumeza dawa? Mambo mazuri leo. Hii ni kwa wale tu ambao walizaliwa na yake, hapa siwazungumzii wale mahanithi wanaitwa. Ndio. Sasa basi hili swali litajibika huko tunakoenda. Lakini kwanza nataka nikwambie upungufu wa nguvu za kiume watu wanapotafsiri ni kwamba ni hali ya mwanaume kushindwa kumfikisha kileleni mwanamke. Hii ndio tafsiri ambayo kwamba imekuwa maarufu. Sasa kama sina taaluma lakini nguvu ninazo. Na sijui ni mguse wapi katika maandalizi. Ndio hapo sasa. Maana nikwambia kwamba hii mada ni mada pana. Naam. Huko mbele tunakwenda utaenda kuona. Naam. Sasa labda kitu gani kitakujulisha uweze kutambua kwamba wewe sasa una upungufu wa nguvu za kiume? Sasa hapo ndio naomba utege sikio vizuri kabisa na kwa makini ili uweze kupata faida kwamba ni kitu gani ambacho kama wanavyosema upungufu wa nguvu za kiume ni kitendo cha kushindwa kufanya tendo la ndoa ipasavyo. Ndio. Yaani ukiona uwezo kulifanya vile ipasavyo, basi una upungufu wa ulijali. Sasa twende katika vitu yaani viashiria. Sasa ni vyema wewe unasikiliza uandike ili uweze kujua dalili zako ni zipi. Inabidi baadaye utueleze na wewe dalili zako ni zipi. Usishie kusikiliza tu kama kasuku basi ukafanelewa. Uandike kwanza, uandike tujue dalili zako ni zipi. Ndio. Sasa tukianza na kiashiria cha kwanza ni kushindwa kabisa kusimamisha uume. Erectile dysfunction. Na hiyo mara nyingi inatokea kwa watu na magonjwa ya kisukari. Ndio. Inatokea pia na wapiga mkono kwa muda mrefu. Naam. Kwa anashindwa kabisa kusimamisha uume. Lakini kiashiria kingine cha pili ni uume kusimama lakini unakuwa legelege. Goi. Dhaifu. Hauna nguvu. Teke. Naam. Yote hayo. Lakini kiashiria kingine cha tatu ni kuwahi kumaliza tendo la ndoa. Kuwahi kufika safari. Mwenzako ndio kwanza anajiandaa. Yaani hapa dakika moja bwana ni nyingi. Na unaweza kuishia hata kwenye romance. Unaweza kuishia kwenye romance. Mwingine anasema mimi nikichati naye tu. Basi tayari wazungu. Bwana wewe wazungu wao. Na kiashiria kingine cha 4 ni kutoweza kufanya tendo la ndoa katika baadhi ya staili. Unakuwa unatumia staili moja, unaibia. Na mara nyingi wanasema unakuwa unatumia kifo cha mende. Garibovu. Namba 1, namba 2. Sawa. 4, 5 unatoganya toa mosha. Huwezi kwenda huko Garibovu. Kiashiria kingine cha 5 ni uume kutoweza kusimama wenyewe bila kutomaswa, bila kupigwa booster, kunyonywa, kushikwa. Utaweza kufanyaje kusimama? Na kiashiria kingine cha 6 kitakacho kufahamisha kwamba wewe una tatizo hili ni uume kusinyaa ukiwa ndani ya mwanamke. Yaani unaendelea na shughuli mara uume umesinyaa. Sasa hili ni tatizo. Kwa hiyo ukiona hivyo jua wewe una shida hiyo. Lakini kiashiria kingine cha 7 ni uume kusinyaa pindi inapotokea shughuli nyingine yoyote ile. Kwa mfano, upo katika tendo ukakooa au ukapiga chafya, unashangaa uume umefanya nini? Umesinyaa. Wanahitaji katika zile shule zetu matendo yasiokuwa ya hiari. Matendo yasiokuwa ya hiari, ndio. Ikitokea involuntary activity. Wanaita ni involuntary. Matendo ambayo hauna mamlaka nayo. Kwa maneno ya Kigiriki hayo. Wanajua wenyewe. Kwa kitokea matendo kama hayo ndio kunafundishwa shule kama hayo, kupiga chafya, kukooa, ambao hauwezi kujizuia. Hauwezi kujizuia. Huna control nayo. Au kama kitu kikapigwa juu ya bati.
mshtuko. Kwa hiyo kiashiria kingine cha 8 ni uume kusinyaa mara baada ya kutolewa ndani ya uke. Yaani ukipigwa na hewa kidogo. Ukipigwa na hewa. Kwa hiyo umetoa. Unataka umchomoa hivi badilisha style mara ngoma ngoma imelala. Hatari. Kiashiria kingine cha 9 ni kutoweza kurudia tendo la ndoa. Sasa hapa bwana huwezi kabisa kurudia tendo la ndoa. Kwa hiyo ukishafanya ile mara moja tayari hoi. Kwa hiyo ukiona mambo hayo jua wewe una hili tatizo. Lakini jambo lingine la 10 ni kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Sana. Kwa hapa utapata maumivu ya ajabu wakati wa tendo la ndoa. Sasa hayo ni miongoni mwa mambo 10 ambayo ukiyaona jua hapo. Lakini pia nikimalizia 11 kukosa hamu. Kukosa hamu. Mtu unakuwa una hamu. Yaani mkeo unamwona kama kaka. Unaishi kama unaishi na dada yako au mama. Tayari. Hatari sana. Kwa hivyo ni viashiria. Kwa hiyo unasikiliza ni vyema uandike sasa tujue wewe unavyo vingapi. Ukishaandika vingapi sasa, lakini sasa tunakuja point ya msingi ni kwamba hivi viashiria katika wengi wanaume tuko navyo. Ndio. Lakini upatikanaji wa tatizo unatofautiana. Yaani kama ilipokuwa kuumwa kwa kichwa, inaweza kuwa ni malaria, UTI, typhoid, mchoko, mawazo. Kwa hiyo haina maana kila anaumwa kichwa tu apewe Panadol. Sasa wengi wanakuwa haponi kwa sababu wanapewa Panadol tu. Sasa hizi zote ni dalili, lakini je, nini kisababishi cha haya ambao uko nayo wewe? Hebu tuangalie nini sababu. Ile sababu pia utuandikie afu tujue wewe sababu yako ni nini ili tuweze kukusaidia kukutibu kulingana na sababu yako. Yaani usitake kusibia kwa sababu ya mwenzio. Kwa sababu mwenzio alikwambia nitumie dawa fulani kanisaidia na unataka kutumia. Kumbe sababu yake tofauti na sababu ya kwako. Naam. Kwa sasa hizi sababu nimezigawa katika makundi ili kuweza kumfanyia wepesi msikilizaji wetu aweze kuelewa kwamba yeye magrupu yani. Magrupu tuseme. Mseto. Una miseto tofauti. Ndio. Sasa katika kundi la kwanza tuseme kundi A. Tatizo linakopo ni tatizo la kawaida. Je, linatokana na nini? Hapa kawaida tu. Kawaida tu yani Hapa bwana kitu kikubwa kwanza ni ukosefu wa elimu. Ukosefu wa elimu ya swala zima la uzazi na swala zima la kuhusiana na masuala. Sasa mtu ukikosa elimu ndio umekosa maisha. Yaani umekosa maisha kabisa. Kuna thamani. Lakini sababu nyingine hapa ni vyakula. Kuna baadhi ya vyakula sio vizuri kwa mwanaume. Vyakula vyenye mafuta sana. Yaani kwa fupi tunawashauri vyakula visivyokuwa na uhai. Kwa sababu tuliza vyakula visivyokuwa na uhai ni vile vyakula ambavyo ni organic food. Ndio. Kwa maana vyakula mfano kama biskuti, juisi. Yaani sio vile venye kutoka katika asili, venye kutengenezwa. Sawa. Maana kinaingia kwenye moto masaa mengi. Kwa hiyo ni vyema kuli katika asili. Lakini pia chanzo kingine kwenye kundi hili ni mihadarati. Yaani wimbi la yaani iwe sigara, iwe pombe, iwe bangi, iwe kubeli, iwe mbandandu, iwe konyagi, kila kitu. Kila kitu hapo kinaingia. Chenye kulevya na kuharibu akili. Kulevya na kuharibu akili. Lakini kitu kingine hapa ni unene, uzito kitambi. Haya bwana ni matatizo. Sasa wewe bonge. Sasa uweze kupiga push up 10. Tendo la ndoa nataka ufanye dakika 10. Itawezekana vipi? Asi maigizo. Haiwezekani. Hata unywe alikasusi pipa zima hapo utoboi. Utakuwa unaibiwa. Lakini pia bwana msongo wa mawazo. Auepukiki. Uepukiki. Kila mtu msongo wa mawazo. Kila sasa usiuendekeze msongo wa mawazo. Kwa hiyo hivi ni vyanzo vya tatizo dogo ambalo tatizo la kawaida. Yaani group A hilo. Kundi A. Mseto wa kwanza. Kwa maana kwamba pia na njia nyingine mtu kulitambua hilo. Mara nyingi mtu ana tatizo hilo anakuwa tatizo lake limejitokeza chini ya miezi 6. Limekuja hivi karibuni tu. Alikuwa mara ghafla. Sawa. Lakini mseto B, mseto baba kama unavyosema, hapa bwana tatizo lake ni la size ya kati. Ndio. Huwezi ukasema ni dogo wala kubwa. Size ya kati. Sasa bwana vipelekezi hapa kwanza kabisa ni punyeto. Mapenzi ya kutumia mkono, kujichua, kujiridhisha pasi na mke. Ndio. Hiyo ni hatari sana. Lakini pili kutazama picha za ngono au picha za mafisango zinaitwa. Mafisango wanaita. Wengine wanaita pilau. Pilau. Hatari. Niita kamongo. Kamongo umefanya nini fikiri? Kipelekezi kingine ni mapenzi ya jinsia moja. Ndio inaingia. Uza kwa mpalange na kuita. Uza kwa mpalange. Kwa mpalange ndani. So hafai kwenda huko. Hafai kwenda. Lakini kitu cha 4 ambacho kinaweza kupelekea ni mapenzi ya kinyume cha maumbile. Sasa hapa kwanza ni kwa jinsia zote kwanza niongezee hapo. Kama ni kwa jinsia zote. Naam, daktari. Awe ni mwanamke ni mwanaume. Hayo masuala hayafai. Sasa hivyo ni vipelekezi vya kundi letu hili la pili. Lakini katika kundi la 3 au kundi cha kundi C
ni tatizo lake linakuwa ni kubwa, tatizo ni kubwa ukilinganisha matatizo haya ambayo kwamba yamepita. Sasa hapo nakuta mtu ametumia dawa za kuongeza nguvu za kiume au Viagra, zile erectile dysfunction medicine zote anakuwa ametumia hapa. Hili ndio kundi C. Tatizo lake linakuwa ni tatizo kubwa. Lakini pia nataka nikumbushe kitu kimoja. Mtu atatibiwa kutokana na tatizo lake. Kwa hiyo kama mtu tatizo lake ni kundi A, atatibiwa kutokana na yaani matibabu ya kundi A na matibabu ya kundi A, matibabu ya kundi B, hivyo hivyo. Kwa mtu awe makini na ya makundi. Ajitahidi kuandika. Asisikilize tu kama anaangalia movie. Hamna bwana. Kwa kundi C mtu ametumia dawa za kuongeza nguvu za kiume. Dawa zote zile Viagra, sio wanaita Erectus, sio wanaita nini, jamii yote hizo dawa ambazo ni erectile dysfunction medicine tunazitumia. Viagra, Vega, Electro Enjoy, Play, ziko nyingi zile cream za kupaka. Ndio, lakini pia na magonjwa sugu pia hapa yanaingia. Ukaugua kwa muda mrefu labda TB au nini, hapa pia anaingia kwenye kundi hili. Upungufu wa kinga mwilini. Kwa mtu anaingia hapa. Lakini sasa tukienda katika kundi lingine ambao ni kundi dada. Yaani mtu aliodumu kwa kutumia dawa kwa muda mrefu. Mtu aliodumu kwa kutumia dawa muda mrefu, ndio. Sasa hapa kundi dada tatizo lake ni kubwa na linatokana na vitu vifuatavyo. Kwanza magonjwa sugu pia. Yaani mtu ana kisukari au ana nini? Sukari. Ana sukari, pressure, moyo, ini. Magonjwa sugu yote. Figo. Kwa sababu mtu akiwa anaumwa moyo tunasema kitu chochote ambacho ni kibaya kwenye moyo pia kinaathiri uume, kwa sababu moyo ndio una pump ile damu kuzunguka. Kwa hiyo moyo unapokuwa na shida basi hata uume pia unakuwa na shida. Kwa hiyo magonjwa sugu. Lakini kitu kingine bwana profesa, vidonda vya tumbo. Vidonda? Mtu anaweza sichukulie serious case. Vidonda vya tumbo ni hatari. Kwa mtu inabidi atafute. Nimesikia katika mada yako moja ulisema vinapelekea mpaka kansa. Vinapelekea kansa ndio. Kama mtu akifanya uzembe vinapelekea kansa. Kwa mtu asifanye uzembe wala asizembee. Lakini pia kipelekezi kingine katika kundi hili ni ugonjwa wa ngiri au hernia, chango la uzazi. Kweli daktari. Bwana huyu mnyama anapelekea tatizo hili kwa asilimia karibu 100. Lakini kipelekezi kingine kwenye kundi hili ni magonjwa yote yale ambayo tunasema kwamba haya ni magonjwa sugu, hayana tiba. Kwa hiyo ukisikia tu tunakwambia bwana ile gonjwa sugu halina tiba, magonjwa haya huenda yakapelekea tatizo hili katika kundi hili ambalo kwamba ni kundi dada. Kundi dada. Kwa mtu ukiwa katika kundi hilo unajua kabisa sababu zako ni hizo ambazo kwamba nimezitaja hapo. Natumai kwamba umezidhibiti vizuri. Endelea. Sasa katika kundi la mwisho ni kundi hili sasa huenda likawa kubwa lakini pia huenda likawa dogo. Kundi hili shida hii inaletezwa na majini, mahaba, uchawi, sihiri na kulogwa. Kwa hiyo vitu ambavyo vinahusiana na mambo hayo. Majini moja, uchawi mbili, na ushirikina tu kwa ujumla. Yaani labda mtu kapata mtihani, maana ni mtihani ule, amekuwa na mashetani. Ndio. Majini mahaba, kwa mwanamume anakuwa ameoa jini, anashiriki nalo tendo, nguvu anakuwa ana. Au mwanaume alikuwa malaya, tuseme ukweli. Alikuwa anachezea watoto wa watu. Sasa wale watu nao wakapata mtihani, wakamfunga, wakamweka sawa kutokana na tabia zake. Kwa sababu gani? Unajua alimharibia shule na alimwahidi atamuoa, lakini hakumuoa. Yaani anakuwa kama alitia nia ya kumuoa. Alitangaza nia lakini hakumuoa. Sasa wale wazazi walisikitishwa na yule binti yao kutokana na kusitisha yale masomo, kusitisha mpango wake wa kazi, au alizalishwa, alafu pia yule mwanaume pia hana time naye. Sasa kusikia kile kihoro cha moyo, mtu anaamua kuingia kupata mtihani, kuingia kwa washirikina, kumfanyia kitu kibaya yule mwanaume, mume wake na kuona majani. Yaani hilo ni tego linaitwa. Kuna tego hilo bwana profesa. Mtihani. Sasa basi baada ya kuona hivyo vyanzo au visababishi, nataka nikupe siri sasa hapo. Lakini kwanza mtu ajitahidi kujua kabla tujaenda huko mbele. Endapo utasikiza hii audio, majibu tunayohitajia kutoka kwako, ututajie dalili na kundi uliokuepo. Yaani hivyo viwili tu, hataki mambo mengine. Hebu tuambie wewe dalili zako ni zipi na kundi lako ni lipi. Lakini una swali mtu anaweza kauliza, mimi kwenye A nipo, kwenye B pia niko, na kwenye C nipo. Je, niko kundi gani? Ndio. Ni kama uweze kutoka darasa la kwanza kufika darasa la 3. Kwa hiyo darasa la 3 inamaanisha la kwanza pia umesoma. Kwa hiyo ile mwisho ile kubwa utaoishia ndio kundi lako. Kwa sababu matibabu ya ile kubwa linabeba makundi yote ya chini. Ndio. Sawa. Wapo nadhani mtu atakuwa ameelewa. Basi sina kuwa na shaka kabisa. Ndio. Sasa bwana, siri ambayo nataka nikupe ni kwamba dawa zote za nguvu za kiume za hospitalini na kwingine kokote huwa zinaufanya mwili uweze kuzalisha kemikali ambayo inasaidia katika mzunguko wa damu mwilini. Hizi dawa hizi au kina Viagra sio kina nani. Kwa hiyo zinasaidia dawa za kizungu, dawa zenye kemikali, kwa hiyo zinachochea za viwandani.
Kwa hiyo zinachochea mwili uweze kuzalisha kemikali ambayo kemikali hiyo inasaidia katika mzunguko mzima wa damu mwili mzima. Kwa hiyo pia na misuli ya kwenye uume. Kweli ndio. Kwa hiyo mtu anapokunywa zile pale dawa zinazalisha hii kemikali au zina-stimulate mwili uweze kuzalisha hii kemikali ili damu iweze kuflow vizuri, kuzunguka vizuri katika mwili mzima hadi kwenye uume. Nakufahamu ndugu yangu. Sasa basi inawezekana kabisa tukaizalisha hii kemikali pasina kutumia hizi dawa. Kwa sababu dawa hizi zina madhara makubwa sana. Zina madhara makubwa sana. Kwanza unakuwa tegemezi. Lakini pili zinaufanya uume ufanye kazi zaidi ya kiwango chake. Na ndio maana mtu anainywa pale ambapo anataka kufanya tendo ndio. Na pale unaona kimaliza kufanya tendo bado uume umesimama. Yeye kachoka ngome imesimama tu. Sasa hayo ndio madhara. Kwa sababu tunataka tufanye mwili uweze kuzalisha kemikali ile wenyewe polepole. Umeona? Sasa hapa kuna mchanganyiko maalum wa virutubisho. Mchanganyiko maalum wa virutubisho vinavyotokana na mimea na vyakula tofauti tofauti. Ambao mchanganyiko huu utaupa uwezo mwili uweze kuzalisha kemikali hii mwili wenyewe pasina kutegemea madawa mengine yoyote ya kemikali. Na mchanganyiko huu umetokana na vitu ambavyo kwamba ni vitu vya kawaida tu katika maisha ya kawaida. Kwa kifupi ni haya matibabu full yale magrupu ndio yanaundwa na huu mchanganyiko. Miongoni mwa vitu tunatengeneza katika matibabu ya grupu A, grupu B, grupu C na grupu D ni miongoni mwa hivi mchanganyiko. Hapo ndio shida. Sasa mchanganyiko huu sisi tunauita jembe mixi. Jembe mixi. Nadhani ni maarufu hii. Sasa jembe mixi hii ni dawa ya tibarishe ambayo kwamba ina vitu vyote hivyo ambavyo kwamba nimevitaja hapo mwanzoni. Virutubisho hivyo pamoja na mimea hiyo ipo katika jembe mixi. Na hii jembe mixi ina faida na kazi nyingi mwilini. Faida na kazi nyingi mwilini. Unaweza kuzisoma kwa haraka hizo faida zake. Unasoma kwa haraka. Ya kwanza kabisa mwili inazalisha nitric oxide. Yaani haya matibabu mtu atopata ndio inasaidia hizi kazi. Kwa mwili wako utakaweza kuzalisha ile kemikali wenyewe ambayo inasaidia katika mzunguko mzima wa damu. Lakini pili itaimarisha mishipa iliyolegea. Ukajichua kwa muda mrefu au ukafanya nini makemikali, ile mishipa yake iliyolegea pia itakuwa itaimarishwa. Lakini tatu itasafisha mishipa ya uume. Kwa mishipa ya uume itasafisha na kuweza kuruhusu damu kupita kwa wingi. Lakini nne pia itakusaidia uweze kufunga goli zaidi ya moja na kurudia. Kwa magoli kibao na pia unafanyaje na pia utarudia. Matibabu mazuri sana. Lakini pia faida yake ya tano ule mrundikano wa mafuta wote utaenda kuyeyushwa. Kwa hiyo ile kama kuna mafuta ya ajabu itaenda yatafanya nini yatayerushwa. Lakini namba 6 itatibu tatizo la kujaa gesi tumboni. Maana kuna watu wanakuwa na shida ya kujaa gesi tumboni. Sasa kutokana na muda mimi ningependa tuishie hapo ili tunitoe angalizo. Lakini kabla hujatoa angalizo, kwa nini usingewapa gharama za kundi la kwanza mpaka la mwisho? Labda kundi hili matibabu yake yatakuwa ni kiasi kadhaa na muda wa siku kadhaa. Utakuwa na muda kidogo wa kuepesisha. Hamna shida. Hebu tuambie basi kundi A itakuwa ni kundi A itakuwa ni muda gani? Sababu mara nyingi tunavyoona katika kundi A kuna kundi A, kuna kundi B, kuna kundi C na kundi D. Tunasema matibabu ya kundi A gharama yake inagharimu shilingi 100,000 ya Kitanzania. Matibabu ya kundi A na matibabu hayo mtu anayapata kwa muda wa wiki 4. Ndio. Na matibabu ya kundi B yanagharimu takriban 150,000 na matibabu hayo mtu anapata kwa muda wa wiki 6. Ndio. Na mambo kundi B, lakini matibabu ya kundi D yale ya kutumia madawa yale kundi C kundi C yanakuwa gharama yake inakuwa ni 250,000 na 250,000. Matibabu yake ni wiki 7. Wiki 7 sometimes tunasema mpaka wiki 8. Ndio. Lakini tukija katika matibabu ya kundi D yanakuwa kidogo na maelewano kwa sababu tujue tatizo lilikuwa liko vipi. Kuanzia 3 mpaka 5 hapo. Na tiba yake ya kundi D ni wiki 10, siku 70. Siku 70 kwa sababu inabidi tutibu lile gonjwa lilokuwa nalo kabla ya kuweza kufika kwenye tatizo husika la mfumo. Lakini na la mwisho ni ya majini mahaba ni yanakuwa ni takriban unaweza kutumia mwezi mmoja mpaka miezi miwili kuweza kuondokana na matibabu ya majini mahaba na kupona na kurejea katika hali yako ya kawaida. Naam, malizia kwa Dr. Kwa basi nadhani watu watakuwa wamedhibiti vizuri mambo hayo, lakini pia nataka nitoe pia angalizo kwamba hapa tulikuwa tunazungumzia mtu ambaye amezaliwa na nguvu zake za kiume ambazo zilikuwa ziko vizuri, hakuwa hanithi. Ndio mtu ambaye kwamba tulikuwa tunamzungumzia hapo. Kwa watu pia wazingatie hayo, pia wazingatie na hayo makundi ili aweze kujua kundi lake ambalo kwamba yeye yuko, ili aweze kupewa matibabu kutokamana na ugonjwa wake. Yaani kama utakuwa hujaelewa tena, sikiza audio mara 3. Sikiza audio mara 3. Alafu nakili dalili ambayo inakusumbua. Kisha na utuambie grupu ambalo uko. Tuweze kupa matibabu ya kudumu daima, dama, milele. Hautakuwa tunategemezwa kutumia dawa za nguvu za kiume ima mpaka unakufa.